Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Baada ya kuelezea upande wa abiyati zetu, sasa tunaingia katika sharhi zake. Anasema wa fi'lu amrin wa mudhiyin shekhe bunya wa a'rabu mudhari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inathin kayaruna manfutin. Kama tulivyoelezea kwamba fi'lu amri na fi'lu madhi zimejengewa na wakaifanya mu'rabu fi'lu mudhari wakati ilipoepukana na nuni ya tawkidi mubashir na ilipoepukana na nuni ya wanawake wengi, nuni niswa, kama vile yarumu na manfutin, wanaogopa yule mwenye kufitanika katika wanaume, wanaogopa hawa wanawake. Kwa hiyo anaelezea Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi, lamma faragha, wakati alipomaliza, min bayani al-mu'rab wal mabni, kuelezea mu'rab na mabni min al-asma upande wa majina, sharaa, akaanza kuelezea fi bayani al-mu'rab wal mabni min al-af'al, katika upande wa vitendo. Wa madhhabu al-basriyin, lakini katika madhhabu ya wanachuoni wa Basra, anna al-i'raba aslun fil asma, kwamba i'rabu ndio asli kiupande wa majina, lakini ni far'un fil af'ali, lakini imezalika katika upande wa vitendo. Kwa hiyo hii i'rab maana yake kuwa majina ni mu'rab inakuwa ni asli kama tulivyotoka huko nyuma, lakini ni far'un fil af'al, katika upande wa vitendo maana yake vitendo sio asli yake. Fal aslu fil fi'li al bina'u indahum, asli ya upande wa vitendo inakuwa ni bina, asli yake inakuwa ni mabni. Na hayo ndio madhhabu ya wanachuoni wa Basra, hivyo ndivyo vilivyopita. Lakini wanachuoni wa Kufa wao wanaenda kwamba wadhahaba al-kufiyun ila anna al-i'raba, kwamba i'rabu aslun ndio asli fil asma'i, katika upande wa majina, wa fil af'al, na katika upande wa vitendo pia wamekwenda hivyo wanachuoni wa Kufa. Wal awwal huwa sahih, lakini kauli ya wanachuoni wa Basra ya kwanza inakuwa ndio kauli sahihi. Kisha akaendelea Sheikh akasema, wanakala Dhiyauddin Ibn al-Ilj fi al-Basit, amepokea kwenye kitabu chake shekhe huyo al-Basit, anna ba'd an-nahwiyina, kwamba baadhi ya wanachuoni wa nahwu dhahaba wamekwenda ila anna al-i'raba aslun fi al-af'al, kwamba i'rabu ni asli ya vitendo, far'un fi al-asma. Hii imepokewa vile vile kutoka kwa Sheikh Dhiyauddin Ibn al-Ilj, lakini kauli sahihi ni kama kauli ya wanachuoni wa Basra kama tulivyoelezea. Kisha namba mbili hapo anaelezea masala tu ya i'rab na anasherehesha, hakuna ziada. Lakini namba mbili anasema kwamba chini, lamma kana al-aslu inda al-basriyina, wakati ilipokuwa asli kwa wanachuoni wa Basra fil asma'i, ilipokuwa asli kiupande wa majina ni al-i'raba, fa inna ma kana minha mu'raban, kikawa kile ambacho kilikuwa ni mu'rabu, la yusalu an illati i'rabihi, kikawa hakiuliziwi sasa kwamba kwa nini kimekuwa ni mu'rab, maana kikawa hakiuliziwi illa sababu ya kule kuwa ni mu'rabu, bi anna ma jaa ala aslihi, kwa sababu kile ambacho kimekuja katika upande wa asli, la yusalu an illatihi, hakiuliziwi illa kwa sababu hicho ndio kipo katika asili yake. Wa ma jaa minha mabniyan, na kile ambacho kimekuja katika hali ya kujengewa, yusalu an illati binaihi, kinauliziwa kwa nini ni mabni. Wakati takaddama, na ishatangulia linadhimi kwa shekhe mtunzi wa Alfiyah wa sharih na mshereheshaji Ibn Aqil, shatangulia kwao bayanu illati binai ismi, kubainishwa sababu ya kujengewa jina, wa annaha, na kwamba hiyo illa yake na sababu yake ni mushabahatu lil harfi, ni kule kufanana na herufi. Walamma kana al-aslu fil af'ali indahum aidan, na wakati ilipokuwa asli kwao kiupande wa vitendo ni albinaa, fa inna ma jaa minha mabniyan, kikawa kile ambacho kimekuja ni mabni, la yusalu an illati binaihi, kwa watu wa Kufa ikawa hayuliziwi kwa nini imekuwa ni mabni. Wa inna ma yusalu an illati i'rabi ma uriba minhu, na ikawa kunauliziwa illa ya kile ambacho kimekuwa ni mu'rabu, kama tulivyotoka kwa wanachuoni wa Kufa na wanachuoni wa Basra wanavyoelezea huko nyuma, kwamba kile ambacho kimejengewa kiupande wa vitendo ndio asli na wala hakiuliziwi kwa nini kimejengewa, lakini kile ambacho kimekuwa ni mu'rabu kiupande wa majina ndio asli na wala hakiuliziwi kwa nini mu'rabu, kwa sababu ndio asili yake, lakini kitauliziwa kile ambacho kitakuwa kimetoka katika upande wa asli. Na tumeona khilafu hapo, na tumesema kauli ya sawa ni kauli ya wanachuoni wa Basra, waliona kwamba asli ya majina ni mu'rabu, lakini katika upande wa vitendo asli ni mabni, lakini kile ambacho kitatoka kuwa ni mabni kuwa ni mu'rabu kama fi'l mudhari lazima kiuliziwe kwa nini ni mu'rabu. Ndio akasema wa illa i'rabil mudhari, na illa yakule kuwa ni mu'rabu fil mudhari inda al-basriyina, wa wanachuoni wa Basra, annahu ashbaha al-isma, kwamba imefana jina, fi anna kulla wahidin minhuma, kwamba kila kimoja katika upande wa hicho kitendo na majina, yatawaradu alaihi maanin tarkibia, hufuatana juu yake maana zile za kupandamana, la yatadhihu tamyizu bainaha illa bil i'rab, kwa hiyo haibaguki na haiwi wazi kule kuzitenganisha
na kuzitofautisha baina yake kati ya jina na kati ya hicho kitendo cha fi'l mudhari illa bil i'rab, isipokuwa katika upande wa i'rab. Fa amma al maani allati tawaradu ala al-ismi, ama zile maana ambazo zinakuja katika upande wa majina zinazofuatana, fa mithlu al-fa'iliyya, ni mfano wa al-fa'iliyya kuwa kuna ni fa'il, wal maf'uliyya mfano maf'ulun bihi, wal idafa kuegemezwa. Fina kaulika, katika mfano wa kauli yako, ma ahsana zaidan, ni uzuri ulioje wa zaidi. Fa innaka, hakika katika jumla hii wewe, lau rafata zaidan, lau utairufisha zaid, utasema ma ahsana, ukasema zaidun, wakati huo anasema la kana fa'ilan, ukirufaisha itakuwa ni fa'il. Waswara almuradu, na atakuwa maksudio nafi ya ihsani, ni kule kupinga, na ma itakuwa ni nafi, ni kule kupinga ihsani, kwa maana hakufanya wema zaidi. Walau nasabtahu, lakini kama utinasibisha utasema ma ahsana zaida, la kana mafulan bihi, itakuwa ni mafulun bihi. Waswara almuradu at-ta'ajjuba min husnihi, na atakuwa maksudio ni kule kushangaa, ni uzuri ulioje wa zaidi, na ma itakuwa ni at-ta'ajjubia, na zaida itakuwa ni mafulun bihi. Wala ujarata, lakini kama utaijurisha, basi anasema la kana mudhafan ilayhi, itakuwa ni mudhaf ilayhi, na itakuwa ma ahsanu zaidin, kwa hiyo itakuwa ni mudhaf ilayhi. Waswara almuradu, na makusudio itakuwa ma ahsanu zaidin, itakuwa maana ya istifham. Ndio akasema waswara almuradu alistifhama, ni kuuliza, an ahsani ajzaihi, kwamba ni upi uzuri katika viungo vya zaidi. Wa amma almaani, ama maana allati ambazo tatawaradu ala alfi'li, zinazofuatana katika upande wa kitendo, fa mithlu nahyi, ni mfano wa katazo, anil fi'laini, katika vitendo viwili, jami'an, vyote vilivyokuja kwa pamoja, au anil awwali, au katazo ambalo litakuwa limekuja kutokana na kitendo cha kwanza, minhuma, katika vitendo viwili, wahdahu, kitendo hicho peke yake, au an fi'lihima, au inawezekana katazo limekuja kwa vitendo viwili, mutaswahibaini, vikaa vimeambatana maana yake. Fi nahwi kauli, katika mfano wa kauli yako, la ta'ani bil jafa, usikusudie kufanya ugumu na usisiwavu. Sasa hii watamdahu ndio ikawa inajuzu njia tatu, uwezo ukasema watamdahu amran, au watamdaha amran, au watamdah kwa kuijazimisha, na ndio maana akaelezea hizi maana yake. Fa innaka law jazamta, lau utajazimisha ukasema watamdah zaidan, maana yake wakati huo la kunta manhiyan anhu, utakuwa umekataza, kwa maana yake la tani bil jafa, usikusudie kufanya ugumu, watamdah amra, na vile vile pia usikusudie kumsifu amri, kwa maana itakuwa ni maatufu hii ya tamda, itakuwa imeatufiwa katika kitendo tani, kwa sababu hii tani imeingiwa na la ya nahi, na hii maana yake kwa sababu imeatufiwa itakuwa ina maana ya nahi. Kisha akasema la kunta manhiyan anhu, itakuwa umekataziwa istiklalan, kwa kujitenga, maana yake itakuwa iko peke yake katika upande huo wa maana. Maana yake usikusudie ufanye usisiwavu, na vile vile pia usimsifu amri. Waswara almuradu, na makusudio yatakuwa kwa maana la annahu, kwa maana la yajuzu laka antania bil jafa, kwamba haifai kumfanyia ugumu huyo amri, na wala vile vile pia haifai kumsifu. Kwa hiyo itakuwa kila kimoja kinajitegemea kwa upande wa maana, kwa sababu imeatufiwa huko nyuma. Walau rafa'ta, lakini ukirufaisha ukasema watamdahu amra, lakana musta'anafan, wakati huo itakuwa kitendo kimeanzwa, maana yake ni jumla mpya, ghaira dakhilin fi hukmi nahi, wala haingi katika hukumu ya katazo. Maana yake itakuwa maana yake la tani bil jafa, usikusudia kufanya usisiavu. Watamdahu amran, hii tamda itakuwa ni jumla mpya, maana yake na unamsifu amri. Kwa hiyo unamsifu amri itakuwa ni sentence inajitegemea kivyake, haingii katika sura ya ukataziwa. Waswara almuradu anna, kwamba wewe utakuwa manhiyun, unakataziwa ni jafa, kutokana na kufanya ugumu unakataziwa, lakini maadhunu laka, unaruhusiwa fi madhi amrin, kumsifu amri. Walau nasabtahu, lakini kama utanasibisha ukasema watamdaha amra, wao itakuwa ni waul maiya, maana yake usikusudie kufanya ugumu kisha uko pamoja na kumsifu amri. Kama ila tanaha an khuluqin, usiwakataze watu jambo, wataati mithlahu, kisha na wewe hapo hapo uko pamoja na kulifanya lile lile. Aruna alaika idha fa'alta azimun, itakuwa ni aibu kubwa hiyo. Kwa wao itakuwa ni wao ya maiya. Kuna hii nayo kama utanasibisha la kana maamulan, itakuwa wakati ni maamuli, li an almasdaria, ni maamuli wa an masdaria, kwa sababu ile wao ya maiya ikija, kile kitendo watamdaha pale kitakuwa ni mansubun bi an mudmaratan wujuban baada wawi almaiya, maana yake itakuwa imekadiriwa an, kama ulosema kwamba la taani bil jafa wa an tamdaha amra, kisha uko pamoja na kumsifu amri wakati huo. Kuli an almasdaria almuqaddara baada wa almaiya, ambayo itakuwa inasibishwa na hiyo an masdaria baada ya almaiya. Waswara almuradu, na atakuwa makusudiwa wakati huo anna kama ni hiyo, kwamba wewe unakatazwa
anil jam'i, kati ya kukusanya, baina aljafai wa madhi amri, usifanye pamoja, huku unafanya usisiwavu, huku unamsifu amri. Wa annaka, na kwamba wewe lau fa'alta ayyahuma munfardan, kwamba utafanya kimoja wapo katika hivyo viwili peke yake, jaza, itakuwa ni yenye kujuzu. Shakaelezea Sheikh wal mabniyu min al af'ali darban, kile kinachojengewa katika upande wa vitendo ni aina mbili. Akaelezea ahaduhuma, aina ya kwanza, matufika, kile ambacho kimeafikiwa kwa itifaki wala binaihi, kwamba ni mabni juu kule kujengewa kwake, wa huwa al madhi, nao ni fi'lu madhi, wa huwa mabni ala al fath, na fi'lu madhi inakuwa ni yenye kujengewa juu ya fatha. Akatoa mfano na dharaba wa talaka, ma lam yattasil bihi wal jam', muda kwa haikuungana wao jamaa, itakuwa ni mabni ala al fath. Ikiungana tunao jamaa fayudhammu, itakuwa ni mabni ala dhamm, kama vile dhahabu, itakuwa ni mabni ala dhamm litusali bi jamaa. Au dhamiru rafi mutaharrikin, au muda kwa haikuungana na dhamiri ya rafi mutaharrik, kama vile darabta, darabti, darabtu. Ikiungana hiyo dhamiri ya rafi mutaharrik, mfano darabta, darabti, darabtu, itakuwa ni mabniyun ala sukuni, ndio akasema fayusakkanu, itakuwa ni mabni ala sukuni. Kisha akateremka namba moja chini kwenye fawaid, anasema bunya al-fi'lu al-madhi, anasema inajengewa fi'lu madhi lianna al-binaa huwa al-asl, kwa sababu kule kujengewa ndio asli. Wa inna makana binauhu ala harakatin, lakini imekuwa ni mabni juu ya haraka, ma anna al-asla fil binai sukunu, pamoja na kuwa asli ya kule kujengewa ni seknali, annahu ashbaha al-fi'l al-mudari' al-mu'raba, kwa sababu imefana fi'l mudari ambao ni mu'rab fi wuqu'i, kwa kule kutokeza kwake khabaran, kutokeza inawezekana ikaja hiyo fi'l mudari kwa ni khabari ya mubtada mfano, au sifatan ikawa ni sifa vile vile pia, au silatan, au ikawa ni jumla sila, au halan ikawa ni hali. Wal aslu fil i'rab, in asli ya i'rab an yakuna bil harakat, inakuwa ni kwa haraka, ndo asli ya mu'rabu. Wa inna ma kanat al harakatu fil fi'l al madhi khusus al fath, lakini imekuwa haraka ya fi'l madhi imejengewa kwa fatha, ikawa imehusishwa hiyo, liannaha akhafu al harakati, kwa sababu kiupande wa haraka hiyo ndio nyepesi zaidi. Kwa hiyo faqasadu, wakakusudia hao wanawachuoni, antataadala khiffatuha, kule kulingana sawa wepesi wake, mathikalil fi'li, pamoja na kuwa kuna uzito katika upande wa kitendo, bisababi kauni maanahu murakkaban, kwa sababu ya kule kuwa maana ya kitendo imepandanishwa ile maana yake, li alla yajtamia thaqilani, ili usikusanyike ndani yake uzito wa aina mbili, fi shay'in wahidin, sehemu moja. Maana yake ikawa kitendo kina uzito, alafu na huko kwenye haraka pia kukawa kuna uzito. Wa tarkibu maanahu, na kule kupandanishwa maana yake anakusudia nini? Anakusudia huwa dalalatuhu ala alhadathi wazaman, kule kuonyesha juu ya tukio kwamba kumetokea kitendo, wazamani na kawa kwa kunaonyesha vile vile pia muda ambao ni muda uliopita. Kisha kaelezea Sheikh wa thani, na katika aina ya pili katika upande wa mabni ukhtulifa fi binai, ni ile ambayo imetofautiana na chuni katika kujengewa, warajihu, lakini kauli yenye nguvu annahu mabniyun, kwamba ni mabni wa huwa fi'lu amri, ni fi'lu amri, na mfano idhrib wa huwa mabniyun inda al-basriyin, nayo imejengewa kwa nachoni Basra, hiyo fi'lu amri ni mabni, lakini wa mu'rabun inda al-kufiyin, na ni mu'rab kwa nachoni wa Kufa. Na ndio maana wanachoni wa Kufa wao fi'lu amri hawasemi kwamba ni mabni, wanasema ni majzumun. Ama kwa wanachoni Basra ndio wanasema ni mabni la sukuni kule, huku wanasema ni majzumun, kama ilivyokuja katika upande wa Ajurrumi, imekuja kule wa fi'lu amrin majzumun abada, fi'lu amri inakuwa ni majzumun abada, wanasema kwamba ni majzum, inajazimishwa milele, kwa maana wanasema asili yake ni fi'lu mudhari iliingiliwa na lamul amri, kama alivyoelezea hapo chini katika upande wa namba 2. Anasema indahum, mbele yao kwa wanachuoni wa Kufa, anna nahwa idhrib, ukisema idhrib hii inakuwa ni majzumun bilamil amri muqaddara, imejazimishwa na lamu amri ambayo imekadiriwa. Wa asluhu, asili yake ilikuwa litadhribe, kwa sababu fi'lu amri inatengenezwa kwa kupitia fi'lu mudhari asili yake, kama ukisoma kwenye upande wa sarfa ni hivyo hivyo. Kwa hiyo fahudhifatil lam, ikaondoshwa lamu takhfifan, lamul amri kwa kupata wepesi, asili yake ilikuwa litadhribe, piga. Faswara, kikawa kitendo tadhribe, ikawa fi'lu mudhari. Thumma hudhifa harfu al-mudhari, kisha ikaondoshwa herufi fi'lu mudhari ambayo ni te, tadhribe, ikawa dhadi na sekna, ikawa dhribe, qasdan lilfarqi, kwa lengo la kukusudia kutofautisha baina hadha, kati ya hii fi'lu mudhari ambayo itakuwa imeingiliwa na lamul amri, wa baina al-mudhari ghairi al-majzum, na kuitofautisha kati ya ile fi'lu mudhari ambayo haijajazimishwa kabisa, inda al-waqfi alayhi, wakati wa kusimama, ili isije zikafanana. Kwa fahtija, kwa ikahitajiwa baada ya kuondoshwa tau, baada hadhfi harfi al-mudhari'a, ikahitajiwa baada ya kuondoshwa herufi ya fi'lu mudhari'a, ila hamzatil wasli, kuwekwa hamzatul wasli mwanzoni, ikaja idhrib tawassulan, kwa kuunganisha linutqi bisakini, ili kupata kuitamka ile herufi iliyokuwa na sakina mwanzoni, kwa sababu kama herufi imeanza na sakina huwezi kuitamka kwa lugha ya Kiarabu isipokuwa uweke hiyo hamzatul wasl. Wa huwa dhad, na ni dhad, fasara idhrib, ikawa idhrib
Lakini wa fi hadha, Sheikh anasema katika kauli hii, min at-takallufi ma laysa yakhfa, kuna kujifosi kwa kweli, kuna kujifosi ambako hakufichikani. Na ukiangalia kweli kuna uzito ambao ndani yake utakuwa unaupata, kwa sababu ukisema asli ni fi'lu mudhari ambayo itakuwa imejazimishwa, ndio inakuja mlolongo mzima wa sura kama hii. Nao ni madhehebu ya wanachuoni wa Kufa, wanasema kwamba fi'lu amri inakuwa ni majizumun abada. Kisha baada ya hapo akaelezea wal mu'rabu min al af'ali, na mu'rab kiupande wa vitendo inakuwa ni huwa al mudhari'u, ni fi'lu mudhari', wala yu'rabu, na wala hii hairabiwi, hayo ni mu'rab illa idha lam tattasil bihi nunu tawkidi, isipokuwa itakapokuwa haikuungana na nunu ya tawkidi, au nunul inath, au haikuungana na nuni ya wanawake. Manake ikiwa imeungana na nunu ya tawkidi na wanawake zitakuwa ni mabni kwenye sura hizo mbili. Fa mithalu nunu tawkidi al-mubashira, mfano ni tawkidi ambayo itakuwa imeambatana nayo haijatenganishwa kati yake, mfano hal tadhribanna, wal fi'lu ma mabniyun al-fathi, na kitendo kimejengewa juu ya fatha. Wala farqa baina al-khafifati wath-thaqila, na hapa kuna tofauti kati ile ambayo ni nzito na kati ile ambayo ni nyepesi, nuni ya tawkidi. Fa illam tattasil bihi, ikiwa haikuungana na hiyo nuni ya tawkidi, lam yubna, haitakuwa mabni. Wadhālika, nayo kama idha fasala bainahu wa bainaha alif ithnain, mfano labda ikiwa imetenganishwa kati yake, kati ya kitendo na kati ya nuni ya tawkidi, kama imetenganishwa na alif ithnain, mfano hal tadhribani, unaambia watu wawili, je mtapiga? Asli yake ilikuwa tadhribaninna, ilikuwa tadhribani, ile nuni ya rafi iliyokuwepo katika tadhribani ambayo ilirufishwa bi thubuti nuni. Fajtama'at thalathu nunati, zikakutana nuni tatu, ambayo nuni ya kwanza ni ya rafi na nuni mbili ni nuni ya tawkidi. Asili yake nuni mbili, ya kwanza ina sakna, pili na haraka kwa sababu ina shadda. Fa hudhifatil ula, ikaondoshwa kwanza, wa hiya nunu rafi karahata, ikaondoshwa kwa kule kuchukiwa. Tawali al-amthali, zifuatana herufi tatu zinazofanana. Faswara ikawa hal tadhribani, ikawa kwenye sura hiyo. Na namba 3 akashuka chini kwa faida, la farqa, anasema hakuna tofauti fi ittisali, katika kule kuungana na nuni tawkidi bil fi'l mudhari wa mubasharatiha, na kule kuambatana lahu, kuambatana hicho kitendo, baina an takuna malfudhan biha, hakuna tofauti, sawa sawa imetamkwa hiyo nuni ya tawkidi, kama fi mithali sharih, kama ilivyokuja katika mfano tadhribani, hapo imetenganishwa wakati huo, au ikiwa imeungana, mfano hal tadhribanna, kama ilivyokuja kama tulivyoiona. Kwa hakuna tofauti kati ya tawkid na kule kuungana kwake. Wa antakuna mukaddara, na vile vile hakuna tofauti ikiwa imekadiriwa, kama fi kauli shairi, kama kauli ya mshairi, wa huwa al-Azbatu ibn Qurain, anasema la tuhina al-faqira, usimnyongeshe fakiri. Allaka an, huenda wewe. Allah inakuwa ni lugha inatumika katika la'alla, inajuzu kutumia alla. Allaka an tarka, huenda ukarukuu, manake ukainama. Yauman, siku katika masiku. Wadaharu kad rafahu, na zama zikamnyanyua huyu mtu mwingine, wewe ukawa umekuwa dhalili, na yeye akamnyanyua daraja, akawa yeye ni mtu wa juu. Kwa anasema fa inna asla qawlihi, asli ya kauli yake la tuhina alfaqira, asli yake ilikuwa la tuhinanna, ilikuwa la tuhinan binunaini, kulikuwa na nuni mbili. Ulahuma, ya kwanza ni lamul kalima, ya pili nuni la tuhinan, ilikuwa nuni ya tawkidi khafifa nyepesi, la tuhinan alfaqira, lakini ikaondoshwa wakati huo. Na ndio maana akasema hakuna tofauti kati yake ikiwa zimeungana. Maana yake hapo tunachukulia vile vile kuwa imekuwa ni mabni, kwa sababu imeungana na tawkidi, hata kama nuni hiyo wakati huo imeondoshwa. Kwa hiyo akasema nuni ya kwanza ni lamul kalima, kwa sababu kitendo hii tuhina, hii nuni yake ni ya asli tuhina, lamul kalima, herufi ambayo ipo katika kitendo. Na nuni nyingine ni tawkidi al-khafifa nyepesi, fahudhifat, ikaondoshwa nunu at-tawkidi al-khafifa, wa baki al-fi'lu, na kikabakia kitendo baada hadfiha, baada ya kuondoshwa kwake, mabniyan al-fath, hiyo kujengewa juu ya fatha, fi mahali jazmin bila annaha, imejazmishwa wakati huo kwa kupitia lamu ya naha, ambayo hii la tuhinu. Walau lam takun nunu tawkidi muqaddaratan, na lau ingekuwa nuni haikukadiriwa wakati huo, fi hadha al-fi'li, kama haikukadiriwa katika kitendo, basi la wajaba alaihi, ingekuwa ni lazima sisi tuseme la tuhin, ingejazimishwa kwa sekna wakati huo, bihadhfi al-ya'i, kwa kuondoshwa yeye, kwa sababu kitendo wakati huo kingejazimishwa kwa sekna, na ingeondoshwa yeye ili zisikutane sekna mbili. La tuhin ingekuwa hivyo, na hapo ingeondoshwa yeye, kwa sababu nuni ingekuwa ina sekna mwisho, kwa sababu ni majuzumu kwa sekna, na hiyo yeye katikati na sekna, ingehitaji iondoshwe sekna ya yeye, kwa sababu zisikutane sekna mbili. Lakini kwa sababu imebaki yeye, ni kuonekana kwamba kule mwishoni kulikuwa na nuni ya tawkidi bihadhfi al-ya,
Naam, kwa hiyo anasema tungesema hiyo kwa kuondosha ye tukajazimisha kujua sakna ingekuja la tuhin bihadfi al-ya allati hiya ainul fi'l ambayo ni ainul kalima ya katikati takhallusan ili kuzinasua mitikai sakineni zisikutane sakna mbili wa huma al-ya'u nao ni hiyo ye wa akhiru al-fi'l na mwisho wa kitendo wakati ukikijazimisha kwa sakna. Thumma kisha baada hapo yaksiru akhir al-fi'l kisha huyo mwenye nadhmu mwenye hiyo beti ingetia kasra mwisho wa kitendo takhallusun miltikai sakinain zisikutane zina sakina mbili kwa sababu hii alif na lam katika al-faqira ina sakina na hiyo tuhin la tuhin pia ina sakina ingekuwa imejazimishwa wakati kwa sakina. Kwa hiyo maana yake ingehitajia iondosho tena ile sakina iwekwe kasra ili kuzinasua ingekuja la tuhinil faqira ingekuja kwa sura hiyo la tuhinil faqira kama ingekuwa tunakadiria hakuna nuni ya taukidi. Kwa hiyo kisha akasema baada ya hapo ambazo hizo sakina zenyewe huma nazo ni akhirul fi'li wa lamu ta'rifi ni mwisho wa kitendo tuhin kuna nuni na sakina na lamu ya maarifa katika al-faqir allati fi awwal al-faqir ambayo ipo katika mwanzo wa al-faqir tamko hilo na alif na lamu lianna alif al-wasl kasabu alif al-waslihi la yuntadu haizingatiwi al-faqir inaonekana na sakina tu idhi hiya ghairu mantuq kwa sababu wakati haitamku biha falamma wajadnahu wakati ulipokuta kwamba lam yahdhif liya tukakuta kwamba yeye aliyokuwa kaltabetu al-adbat ibn Qurayn tulipomkuta yeye lam yahdhif liya hakuiondoa yeye alimna tukajua kwamba annahu hadhafa nuna taukidi kwamba hapa kumbe kulikuwa na nuna taukidi ambayo ilikuwa ni hafifa nyepesi ilikuwa asili yake la tuhinan lakini imeondoshwa kwa ajili ya kupata wepesi na kwa sababu yupo katika masala ya kutengeneza mashairi. Kwa hiyo kadi hadhafa nuna taukidi wa huwa yanwi lakini nuni hiyo wakati huo akawa ni mwenye kuikadiria yanwiha kwa maana yukadiruha akawa ni mwenye kuikadiria wa huwa alam. Kisha kaelezea chini ai baada an hurrika nuna taukidi baada ya kutoa haraka nuna taukidi bil kasri na asili yake ilikuwa nuna taukidi na fatha baada kana mafuta baada ya kutoa fatha ikatoa kasra hiyo ni farkan kwa kutofautisha baina kati ya nuni ya taukidi ambayo inatoa fatha wa baina nuni taukidi na kati ya nuni ya taukidi ile ya kasra. Kwa hiyo taukidi ya kasra ni alif ithnain ambayo inaungana vitu viwili na taukidi ya fatha ni ile ambayo la tatasulu bil fi'l al musnad al wahid ni ile ambayo inaungana kitu kilichoegemezwa kwa mmoja fi lafdhi kwa upande wa lafdhi. Fa inna alif ithnain hakika alif ya wawili tadhharu fi nutqi inadhiri katika upande wa kutamka ka harakati mushbah kama haraka yenye kushibishwa yenye kuachiliwa ndio mushbah nasema tadhriban. Fa illam tuksari nun kama haikutoa kasra nun fil muthanna katika upande wa muthanna basi iltabasa itatatizika wakati huo al-musnad al-ithnain kile ambacho manake iltabasa al-musnad al-ithnain utaingia utata katika kile ambacho kimeegemezwa kwa alif ya vitu viwili tadhriban fi lafdh upande lafdh bil musnad ila al-mufrad itafana ile ambayo itakuwa imeegemezwa kwa upande wa mufrad manake kama itatiwa fatha zitakuwa ni zenye kufanana kwa hiyo ikabidi tutoe kasra kwa sura hiyo. Kisha kaelezea Sheikh akaendelea akasema kadhalika yunrabu al-fi'l al-mudari' vile vile pia fi'l mudhari itakuwa ni murabu idha fasala bainahu itakapokuwa yenye kutenganishwa kati yake na kati ya taukidi na wao jamaa au ya mukhataba kama tulivyoelezea alif ithnain kama tulivyotoka nyuma hapo kati ya tadhribani na mfano hal tadhribunna ya zaiduna wa hal tadhribinna hapa kitu kinakuwa ni murabu ya hindu wa asu tadhribunna asili yake tadhribunanna fa hudhifat an-nun al-ula ikaondosha ya kwanza litawali la mthali kwa kufuatana na herufi tatu zinazofanana nuni kama sabaka kama ilivyo tangulia fasara ikawa tadhribunna fa hudhifatil wao ikaondoshwa wao litikai sakinaini kwa kutana sakina mbili kama tulivyotoka fasara ikawa tadhribunna wakadhalika vile vile tadhribinna ni kama hivyo aslu ilikuwa tadhribinna fafuila bihi mafuila ikafanya kama ilivyofanywa katika upande wa wao na katika upande wa alif ithnain na katika upande wa yau mukhataba ikawa hukumu yao ni hiyo hiyo moja wa hadha huwa almuradu na hayo ndio maksudi aliposema arabu na kaifani murabu mudhari fil mudhari in ariya ikiepukana min nuni taukidin mubashirin fashartu kwa sharti iliyopo fi irabi katika kuirabia fi'lu mudhari an ya'ra ni kuepukana min dhalika na hayo mafhumuhu na mafhumu yake idha lam ya'ra minhu ikiwa haikuepukana na nuni ya taukidi au nuni ya niswa yakun mabniyan itakuwa ni mabni faulima ikafahamika anna madhhabahu kwamba madhhabu ya Sheikh anna al-fi'la kama kitendo al-mudhari ala yubna haijengewi illa idha basharatu isipokuwa ikiungana na nunu taukidi na mfano hal tadhribanna ya zaidu fa illam tubashiruhu riba ikiwa haikuungana itakuwa ni murabu hadha huwa madhhabu jumhur na ndio madhhabu ya wanachuoni wengi wa dhaba al-akhfash na kaenda Sheikh al-akhfash ila anao kwamba hiyo ni mabniyun ni mabni maanuni taukidi pamoja na taukidi sawa nitasatibi nunu taukidi sasa imeungana nayo au lam tattasil au haikuungana nayo
wa nuqila ba'dihim, na imepokewa kwa baadhi na chona annahu mu'rabun, ni mu'rab fi'lu hiyo mudhari au in ittasalat bihi nunu tawkid, hata kama imeungana na tawkid. Wa mithalu man tasalat bihi nunu inath, na mfano vile ambavyo imeungana nunu ya wanawake wengi ni alhindatu yadribna, wal fi'lu ma'aha, na kitendo hapo ni mabni ala sukuni. Wa naqala al-musannif rahimahullah ta'ala, amepokea fi ba'd kutubihi annahu kama mambo alivyo la khilafa, hakuna khilafu za nachuoni fi bina'il fi'l al-mudhari, katika kuijengea fi'l mudhari ma nuni al-inathi, pamoja na nuni ya wanawake. Wala isa kadhalika, na wala jambo sivyo hivyo, bali khilafu mawjudun, bali khilafu zipo. Wa mimman nakalahu, na miongoni waliokuwa wamepokea khilafu na al-ustadh Abu al-Hasan ibn Usfur fi sharh al-idah, katika kusherehesha kitabu chake al-idah namba 1, anasema mimman qala, kuna waliosema bi'irabihi ni as-Suhaili wa ibn Dusturawayhi wa ibn Talhata wa ra'yuhum, na raya wanasema annahu mu'rabun, kwamba hiyo kitendo ni mu'rab bi'irabin muqaddarin, kwa i'rabu ambayo itakuwa ni ukadiriwa. Maana min dhuhurihi, kilichozuia kudhihiri kwake hiyo fi'lu ambayo itakuwa imeungana hiyo nuni ya anis, wa nishibuhu bil madhi, ni kule kufana fi'lu madhi fi sayruratin nuni juz'an minhu, kwa kule kuifanya nuni ile ya anis ni kama ni juz'an minhu, kwamba ni sehemu katika hicho kitendo. Kwa fatakulu, utasema mfano katika kauli au wal walidati yurdina, unasema yurdina ni fi'lu mudhari, ni irabu yake marfuun bi dhammatin muqaddara ala akhirih, mana min dhuhuriha shibuhu yurdina bi arda'na, ni kule kufanana kitendo yurdina ikafana kitendo arda'na, fi anna an-nuna qad swarat fihi juz'an minhu, kwa kule kwa nuni imekuwa ni sehemu katika kitendo hicho cha fi'lu mudhari. Kwa ilipofanana na fi'lu madhi katika upande huo mabni ya hiyo nuni mwishoni, na vile vile mudhari wakati huo ikawa ni kwa sura hiyo kama tulivyoona ni marfu, na wakati huo ikawa nimerufaishwa, lakini dhamma kimekadiriwa. Kilichozuia isidhihiri ni kule kufanana hicho kitendo mwishoni, kwamba imekuja nuni ya aniswa, wallahu a'lam. Kisha baada yake akaelezea hiyo minhu fathin wa dhammin wa kasrin, miongoni mwao kuna ambayo itakuwa ina fatha, ina kasra, ina dhamma. Anaelezea hapo upande wa beti hiyo, wa kullu harfi mustahiqu lilbina wal asl mabniyan yusakkana, anasema alhurufu kulluha mabniyatun, herufi zote ni mabni, idh la ya'tawiruha, kwa sababu haitokezewi hizo herufi na mataftakiru fi dalalati halai, haitokezewi na vitu ambavyo vitakuwa huhitajia fi dalalatiha, katika kuonyesha kwake, haitokezewi na kitu chochote ambazo zitahitajia kuonyesha maana yake juu yake, ila i'rabin, hazihitaji kitu kuzipeleka katika upande wa mu'rabu. Na mfano akhadtu min ad-darahim, labda nimechukua kitu kutoka katika upande wa darahim, katika ofa tabidhu mustafadu min lafdhi min, huu baadhi, maana yake nimechukua baadhi kutoka katika upande wa dirham, umechukuliwa kwa kupitia min biduni al-i'rab, basi na kuhitajia i'rab kubainisha na kitu chochote. Wal aslu fi bina'i, na asli ya upande wa kujengewa, an yakuna ala sukun, ni kule kuwa imejengewa juu sakina, li'annahu akhafu min al-haraka, kwa sababu sakina ni nyepesi zaidi kuliko haraka. Wala yuharaku al-mabniyu, na wala mabni haijengewi kwa haraka illa li sababin, isipokuwa kwa sababu, kat takhallus min tikai sakinaini, kama vile kuziepusha sakina mbili. Wakati takunu al-harakatu fathatan, na inawezekana ikawa haraka pia ni fatha. Wakati takunu dhammatan, na inawezekana vile vile ikawa ni dhamma, kama vile haithu, wa huwa ismu, na ni jina wa mundu au mundu, wa huwa harfun, mundu ni herufi, kama tutakavyokujaona idha jurrat bi, maana kitakapokuwa tamko maneno yamejishwa kwa kupitia herufi hiyo, au idha jaratta bihi, ukijurishwa kwa kupitia hiyo mundu, zote ni sawa. Na tutakujaziona katika upande wa dharfu vile vile, maana ikija jumla mbeleni itakuwa ni dharfu, ni jina, na ikija jina la kawaida mbele limejurishwa itakuwa ni herufi hiyo mundu na mudh. Wa amma sukunu, na ama sakna, fanahu kam, ni mfano kama vile kam, wadhrib, na ajal, tamko ajal kwa maana na maana ya naam, ndio. Wa uli, maana ikafahamika mimma mathalna, katika mifano iliyopigilia, anna albinaa, kwamba kule kujengewa al-kasr wal dhamm la yakunu fil fi'li, kwamba hayo katika upande wa vitendo, bal fil ismi wal harfi, bali katika upande wa majina na herufi. Wa anna albinaa ala al-fathi aw as-sukun yakunu fil ismi wal fi'li wal harfi. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam, wal hadithi baqiya.